إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Ndugu zangu katika imani, baada ya tahmidi ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyetuwezesha wachache miongoni mwa wengi kuweza kuiona siku ya leo, na tukawa ni miongoni mwa wale wenye kuweza kukimbia upesi kuyakimbilia majumba yake matukufu kwa lengo na makusudio kutekeleza ile azma na malengo ya kuweza kuumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kuletwa katika mgongo wa ardhi hii. Kwani ni wengi ambao hawana habari na wala hawashtuki na wala kuweza kutafakari yale malengo na mazumuni ya kuumbwa kwao na kuletwa katika mgongo wa ardhi hii, bila kuwa bakhili wa kumtakia swala na salama Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama kwa kazi kubwa aliyoifanya kutetea Uislamu mpaka hivi leo mimi na wewe tumejikuta tukiwemo ndani ya dini ya Kiislamu. Nikuhusieni kama ambavyo naihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani bila shaka wamefaulu wenye kumcha na kumtii Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwata al-majid, في جمعتنا هذا سنتذاكر بيننا عن العنوان الذي يقول: العبرة بقصر الدنيا وسرعة زوالها ومما يتعلق في شهر المحرم. Tutakumbushana machache ndugu zangu katika imani, kunako na inwani inayosema ya kwamba mazingatio ya kule ufupi wa maisha ya dunia, na ni mambo gani au na katika yale ambayo yanafungamana na mwezi wa Muharram ambao tuko nao. Ayuha nasu ibadallah, enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, ittaqullaha wa'tabiru bima tarawna wa tasma'un. Mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, lazimianeni na taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kila mmoja aweze akachukua mazingatio, aweze akachukua funzo, bima tarawna wa tasma'un, kwa yale yote ambayo mnayaona na mengine ambayo huenda mwayasikia. Kuna mambo ambayo ya kimaonyo na kimazingatio ambayo wayaona wewe kwa macho yako, na kuna mengine ambayo
unaweza kuwa ni mwenye kuyasikia katika vyombo mbalimbali vya habari. Haya yote ndugu yangu katika imani, haitakikani uchukue kwamba ni sehemu ya story, ni sehemu ya kubadilishana maneno. Bila shaka yatakikana uwezo kayachukua kwamba ni mazingatio kwako wewe katika maisha unayoishi katika dunia. Tamuru shuhuru ba'da al-shuhur wal a'wamu ba'da al-a'wam. Tuona ndugu zangu katika imani, miezi inapishana, inaisha mwezi na mwezi unapita, miaka inakuwa ni yenye kupishana. Wanano fi subati ghafilun, hali ya kuwa sisi ingali bado tumo ndani ya usingizi wa mughafala, tumo katika kusinzia, tumo katika kughafilika na kujisahaulisha. Wa mimma ghishta ya ibn adam, natambua ewe mwanadamu, kwa namna yoyote utakavyokuwa umejaliwa kuishi katika maisha haya dunia, fa ila 80 au 90, hauwezi ukavuka katika 80 ama katika 90. Na hata kama ndugu zangu ukapendelewa ukapewa zawadi ya kuishi 200, hakuna chochote utakachokuwa ni mwenye kukiongeza, isipokuwa utakuwa ni mwenye kupunguza tu maisha yako ya dunia. Hata kama upewe zawadi ya kuishi miaka 200 katika dunia hii, hakuna utakachokiongeza isipokuwa ndugu yangu katika imani ni kule kupunguza siku zako za kuishi katika mgongo wa ardhi hii. Yaani pale napokuwa yenye kupita siku, yenye kupita mwezi, ukakuondokea mwaka na wewe umepewa zawadi ya kuishi miaka 200, kule kupita kwa ile miezi na miaka hauongezi chochote isipokuwa unapunguza ile idadi uliyowekewa na Allah subhanahu wa ta'ala ya kuishi katika mgongo wa ardhi hii. Qila li Nuhi alayhi salatu wassalam, waqad labitha fi qaumihi 1000 sanatin illa 50 ama. Aliulizwa Nuhu alayhi salam, ilhali ameishi, amepewa upendeleo kuishi katika mgongo wa ardhi hii miaka 950. Aliulizwa, kaifa raaita dunia, ewe Nuhu, ni vipi umeiangalia, umeiona hii dunia baada ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekupendelea ukaishi miaka 950? Umeonaje hii dunia? Famadha qala alayhi salam, amesemaje Nuhu alayhi salatu wasalam? Faqal kadakhil min babin wa kharij min babi ukhra, hii dunia sijaiona ni sawa na mwenye kuingia mlango wa kwanza akatokea mlango wa pili. Huyu ameishi miaka 950, akasema ya kwamba dunia hii haina thamani sawa na maingia mlango wa kwanza ukatokea mlango wa pili. Je, mimi na wewe ambaye miaka ukipendelewa sana haiwezi kazidi 60, 70, mwisho 80? Fattaqullaha ayuha nnasu ya ibadallah, hebu tuungame kwa Allah subhanahu wa ta'ala, watabassaru fi hadhihi al-ayami wal-layali, na kila mmoja aweze kuyatizama kwa kina haya masiku, mchana unapokuwa ni wenye kumpita na usiku unapokuwa ni wenye kuja na giza lake. Kila mmoja hebu atizame kwa maono ya mbali. Fa innaha marahilun taqta'unaha ila dari al-akhirah, kwani hivi ni vituo, hizi ni stendi ambazo nazipita katika maisha haya dunia zikiwa ni zenye kukuelekeza akhera mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta tantahu ila safarikum, mpaka ifike mwisho wa safari yenu. Hivi ni vituo ambavyo unavivunja kimoja baada ya kingine ili uweze ukasogea katika na kuimaliza ile safari yako ambayo umeweza kuwekewa katika hii dunia. Wa kullu yawmin yamurru bikum ya ayuhan nas fa innahu yub'idukum 'ani ad-dunya wa yuqarribukum min al-akhirah. Na kila mmoja atambue ya kwamba ndugu yangu katika imani, kila siku inapokuwa ni yenye kukupita, kila mwezi unapokuwa ni wenye kukupita,
kila mwaka unapokuwa ni wenye kukupitia wewe mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, fahamuni ya kwamba inakuwa ni yenye kukuweka mbali na dunia na inakuwa ni yenye kukusogeza karibu na kaburi lako. Fatuba li'abdin yaghtanama hadhihi al-ayyam bima yuqarribuhu ila Allah, pongezi zimwendee yule mja ambaye ametumia maisha yake, ametumia siku zake alizopewa zawadi na Allah subhanahu wa ta'ala za kuwepo katika mgongo wa ardhi hii, akautumia katika kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuba li'abdin shaghalaha bitta'a, pongezi pia kwa mja ambaye amejishughulisha katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, amejishughulisha ndani ya haya masiku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameweza kumpa zawadi ya kuishi, akajishughulisha na taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ittakhidh bima fiha min al-'idhat, chukua mazingatio ndugu yangu katika imani kwa yale yote ambayo yanapatikana katika maisha, katika maonyo mbalimbali ya kukukanya kutoka katika maasi ya kuelekea katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani tanqadhi biha al-a'mar, maonyo yenyewe ni yapi ndugu yangu katika imani? Tambua ya kwamba maonyo unayapata katika mzunguko huu wa masiku na miezi na miaka ni kwamba unakatika na kupungua umri wako wa kuweza kubaki katika ulimwengu wa ardhi hii. Allah subhanahu wa ta'ala amesema, yuqallibu Allahu al-layla wan-nahar inna fi dhalika la'ibratan liulil absar. Allah azza wa jal anafanya kazi ya kugeuza usiku kwa mchana. Kuna muda mchana unaondoka waja usiku, na kuna muda mwingine usiku waja waondoka mchana. Haya yote ndugu zangu katika imani ni mazingatio kwa mtu mwenye maono ya mbali, kwa yule mtu ambaye anatafakari, ipo siku atasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, jum'atukum hadhihi hiya awwalu jum'atu min shahr al-Muharram allati hiya awwalu shahrin fi 'am al-hijri. Jumaa hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameweza kutupendelea na kuwepo ndani, tambueni ya kwamba ndiyo Jumaa ya kwanza ndani ya mwezi wa Muharram, ikiwa ni ndani ya mwaka mpya wa Kiislamu. Hii Jumaa Allah azza wa jal ameweza kutupendelea ya kwamba ni Jumaa ya kwanza ndani ya mwezi wa kwanza ndani ya mwaka mpya wa Kiislamu, mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameweza kufadhilisha na kutukuza, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala katika hii miezi au katika mwezi ambao Allah ameweza kutukuza akasema ya kwamba fala tadhlimu fihinna anfusakum, watu msije mkawa ni wenye kuzidhulumu nafsi zenu, msije mkawa ni wenye kuzidhulumu nafsi zenu ndani ya haya masiku au ndani ya hii miezi. Kipi ambacho sasa kinahitajika ndugu zangu katika imani? Fabaada ayamin sayutwa sijlatu amali, baada ya masiku machache usajili wa matendo mazuri ndani ya haya masiku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameweza kuyafadhilisha utakamilika, na hilo daftari lake litakuwa ni lenye kufungwa. Fahanian liman ahsana fihi wastaqam, pongezi zimpate yule ambaye atasimama ndani ya haya masiku ambayo Allah azza wa jalla ameweza kuyafadhilisha, akasimama katika taa, akawa na msimamo katika dini ya Allah subhana, akawa ni mwenye kujikurubisha kwa Allah subhana kwa aina mbalimbali za ibada. Wawailul liman asaa wartakaba al-ajram, na ole wake yule ambaye ndani ya masiku haya atakuwa ni mwenye kufanya mabaya, atakuwa ni mwenye kuingia katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Halumma natasaalu bainana ayuha al-ahibba,
Hebu sote kwa pamoja tuweze tukaulizana maswali, kila mmoja aketi na kujiuliza swali ya kwamba kunako na mwaka ambao tumeuaga. Ikiwa tutasema leo tuko ndani ya Jumaa ya kwanza katika mwaka mpya, tujiulize kunako na mwaka ambao tumeumaliza, kaifa qadaina, ni vipi tumeumaliza ule mwaka. Mwaka uliondoka 1447 tayari tumeuaga, tumo ndani ya mwaka 1448. Kaifa qadaina, ni namna gani tumeuaga? Walinufatisha kitaba amalina, na tuweze kupekua vile vitabu vya matendo yetu ambayo tulikuwa tukiyafanya. Kila mmoja anaijua nafsi yake ni namna gani au ni matendo gani ambayo ameyafanya ndani ya mwaka unaanza mpaka unaisha. Kaifa amlaina, namna gani tumeweza kujaza vile vitabu vyetu. Fa in kana khairan hamadna Allah wa shakarna, ikiwa ni khairi basi tumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, tumshukuru Allah azza wa jal. Wa in kana sharan tubna ila Allah wastaghfarna, na ikiwa basi tulifanya makosa, basi iwe ni sababu ndani ya muda huu uliofadhilisha na Allah subhana, tuungame kwa Allah, tujutie kwa yale tuliyofanya, tutubie kwa Allah subhana, na tuweze kuleta istighfari. Kama yatamanna almaru tamama shahrihi wa huwa ya'lam annahu dhalik yanqus min umri, ni vipi mwanadamu anakuwa ni mwenye kushangilia, anakuwa ni mwenye furaha kwa kule kumaliza kwa misimu, kumalizika kwa zama fulani, kumalizika kwa miezi, kumalizika kwa miaka, hali ya kuwa yuwatambua ya kwamba kule kumalizika kwa miaka na miezi inampunguzia umri wake. Kaifa yafrah wa kaifa yatamanna, ni vipi sasa mja huyu aweze akatamani. Wa annaha marahilun yaqta'uha min safari, na hali ya kuwa hizi ni vituo ambavyo anavikata na vipunguza katika safari yake, na ni sifa ambazo anazidi kuziongeza katika daftari lake, anazidi kujiongezea historia, kama ilivyo tunashuhudia katika maeneo mbalimbali. Pale ambapo mtu akapokuwa amefariki, unaandaliwa wasifu wa marehemu ya kwamba alizaliwa tarehe fulani, ameishi miaka fulani, amefanya kadha wa kadha. Unafurahia kuondoka kwa miaka, kumalizika kwa miaka, mpaka inafika muda wajiandalia pati ya kusherekea kufika umri fulani, hali ya kuwa hakuna unachokiongeza isipokuwa unaongeza historia itakayokuwa ni yenye kupita kwenye vinywa vya wanadamu. Na hizi pia ndugu zangu katika imani ni hatua ambazo unazipiga hatua moja baada ya nyingine kuelekea katika kaburi lako. Vipi utamani na ufurahia kumalizika kwa masiku ndugu yangu katika imani? Famadha yanbai alayk, ni kipi ambacho kinahitajika kwako wewe ewe mja wa Allah subhanahu wa ta'ala? Alam tarau ila hadhihi shamsi kulla yawmin tatlu wa taghrub, hivi mtu hamuoni, hamtizami kila siku jua la chomoza mashariki laenda magharibi, la chomoza na kuzama kila pakikucha? Fa fi tulu'iha wa ghurubiha, katika kuchomoza kwake na kuzama kwake tambueni ya kwamba ni nini hiyo? Idhanun bi anna hadhihi dunya laysat bidarin qarar, ni idhni tosha nani dalili tosha na ni maono makubwa au ni maonyo makubwa ambayo anatakikana aweze akatambua mtu ya kwamba kule kuchomoza kwa jua na kuzama kwake ndiyo ni dalili tosha ya kwamba hii dunia sio sehemu ya kukaa milele. Alam tarau ila hadhihi al-a'wam, sana hivi hamuoni pia katika hii miaka, kila mwaka unakuja mwaka mpya, unaondoka, tunakuja na mwingine tunaopokea, unaondoka. Hivi hamuoni ndugu zangu katika imani? Hii yote ndugu zangu katika imani ni dalili ya kukuonesha ya kwamba hapa duniani sio pa kukaa milele, ni pa kuondoka. Aqulu ma tasmauna wa astaghfirullah.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، تروا إلى هذه الأعوام تتجدد عاما بعد عام. Hivi amuoni yenye waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, hii miaka kila muda yaondoka, mwaka unakuja mwingine. Fa antum tu'aduna aman shahiyan alaykum wa tastaqbiluna aman jadidan muqbila, na nyie mkiwa ni wenye kuaga mwaka uliopita na mnakuwa ni mwenye kupokea mwaka mpya ambao tayari, yani pale mwaka mpya na mwaka wa zamani mnauaga na mnapokea mwingine mwaka mpya. Fa bimadha tu'aduna al-aam al-madi, hivi alishawahi kukaa mtu akajiuliza ni kwa namna gani mewaga mwaka uliopita? Wa bimadha tastaqbiluna al-aam al-jadid, na namna gani nitajipanga sasa katika huu mwaka mpya ambao tumeuanza? Alishawahi kukaa mmoja wenu akajiuliza haya maswali? Falyaqif kullu minna ayuha an-nas ibadallah, kila mmoja yatakikana aweze akaketi chini, akaketi pamoja na nafsi yake, ni kipi cha kufanya? Muhasiban lahu, akae ni mwenye kuifanyia tathmini nafsi yake. Kila mmoja atakikana aweze akaketi kuifanyia nafsi yake tathmini katika mwaka ambao umepita. Madha asafat fil aami al-madi, ni mangapi ambayo huenda aliyafanya makosa ya aliyafanya katika mwaka uliopita? Ni mangapi amefanya katika mwaka mzima? Au yeye anakuwa haangalii nyuma, anaangalia mbele, pale anapokuta na mwaka mpya anafanya sherehe, anaendelea mbele. Ni wajibu juu ya kila mmoja aketi na kuweza kutathmini, ndugu zangu katika imani. Wa madha ista'adda al-aam al-jadid, na ni kitu gani ambacho amejiwekea maandalizi, ameweka azma ya kwamba huu mwaka nitafanya kitu gani? Bila shaka hili wengi katika sisi tumeghafilika. Tunaweka tathmini ya maisha ya kwamba mwaka huu nataka nifanye maendeleo kadha wa kadha, lakini huyo mtu ameghafilika, amejisaulisha ya kwamba haweki tathmini ndani ya mwaka huu, nifanye kheri gani ambayo itakuwa ni utetezi wangu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hali ya kuwa, ndugu zangu, kughafilika kule, wa annahu fil ayami al-fadila, yupo ndani ya masiku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameweza kuyafadhilisha, masiku ambayo Allah ameyafadhilisha, ameyajalia kuwa ni masiku bora. Ameghafilika wala hatambui ya kwamba yupo katika masiku ambayo ni bora. Yambaghi likulli wahid minna ayujaddida ilaqatahu ma'a Allah azza wa jalla, yatakana kwa kila mmoja aweke azma ya kuweka mafungamano yake upya baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala, ya kwamba aweke azma huu mwaka na uanze na taa, na nimuombe Allah ajalie ni umalize na taa, na sio weke azma ya kuanza kuweka mikakati na mipango ya kutengeneza dunia tu ukaisahau akhera ambako ndo unaelekea, kwa kuzidisha taa mbalimbali, kwa kujikurubisha katika aina mbalimbali za taa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuiga ule mwenendo wa Mtume alayhi salatu wassalam ambako alisimama kufanya baada ya kuingia kwa mwaka mpya wa Kiislamu. Hakuna alichokifanya zaidi ya ni kwamba anaendeleza taa ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuanzisha ibada, kwa kufanya ibada mbalimbali ambazo zinakuwa ni zenye kupatikana ndani ya huu mwezi wa Shawwal ambao ni mwezi wa kwanza katika mwezi wa Muharram ambao ni mwezi wa kwanza katika mwaka wa Kiislamu. Katika mambo ambayo yanafungamana na mwezi wa Muharram ambayo hata alayhi nabii alayhi salatu wassalam amehimiza Mtume alayhi salatu wassalam ni taa ya Allah subhanahu wa ta'ala.
na katika jambo ambalo alisimama nalo Mtume alayhi salatu wasalam kulifanya, siyam Ashura. Alihimiza Mtume alayhi salatu wasalam kufunga katika siku ya Ashura, siku ambayo ni munasaba na Allah subhanahu wa ta'ala kumwokoa Nabiyullahi Nuh, Nabiyullahi Musa alayhi salam, na kumwangamiza Firaun na watu wake. Mtume alayhi salatu wasalam akaweza kutuhimiza kuweza kufunga kwa kumshukuru na kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kwa masikitiko yaliyokuwa ni makubwa, kuna watu wameichukua hii siku ni siku ya huzuni iliyokuwa ni kubwa, ni siku ya majonzi, na ni siku ya kuweza kila mtu kuweza kujiveletea madhara yeye binafsi. Haya ni katika yale ambayo yako khilafu sunna, khilafu tofauti na namna ambavyo ameelekeza Mtume alayhi salatu wasalam. Mtume alayhi salatu wasalam aliulizwa kunako na hii funga ya Ashura, faida yake. Mtume akasema yukaffiru Allahu bihi as-sanatu allati qabla. Faida ya mtu kuifunga Ashura siku ya 10 ya mwezi wa Muharram, Mtume akasema ya kwamba funga hii Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa ni mwenye kufuta madhambi ambayo yalipita ndani ya mwaka uliopita, madhambi ambayo umeteleza ukayafanya ndani ya mwaka mzima. Mtume alayhi salatu wasalam akasema inakuwa ni mtu akifunga Ashura inakuwa ni sababu ya kuweza kufutwa madhambi yake aliyofanya. Hivi hatutamani ndugu zangu katika imani kufutiwa madhambi yetu yaliyopita? Mimi na wewe hamna anayetamani kufutiwa makosa yake? Ni mangapi ambayo tumemwasi Allah subhanahu wa ta'ala, na sisi tumekuwa ni wenye furaha ya kujiandalia pati na sherehe mbalimbali, heti kwa sababu mwaka umepita, umefikisha umri fulani, na mwingine unaandaa mazingira ya kuweza kuleta huzuni na maombolezo yasiyokuwa na maana, na inafika mahala mtu anajiletea madhara kwa kujipiga, kwa kujikata na visu, heti yeye anakuwa ni mwenye uchungu wa aina gani? Ndugu zangu katika imani, haya yote ni katika mambo ambayo watu wanaenda khilafu na maelekezo ya Mtume alayhi salatu wassalam, ambapo Mtume alayhi salatu wassalam amehimiza watu wawezi wakafunga hiyo siku, na akasema lau nikibaki mpaka mwaka unayokuja nitafunga siku ya 9 na siku ya 10. Hii yote ni nini? Ni kukimbilia kujiongezea kheri katika maisha yako, kujiongezea uzito wa mizani yako ya mema mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, nikuhusieni kama ambavyo nahusia nafsi yangu, tumche Allah subhanahu wa ta'ala, na tutumie mwezi huu, tutumie muda huu kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale maelekezo ambayo ameyaweza kuyatoa Mtume alayhi salatu wasalam, na wala tusije tukaanzisha yetu ambayo yatatutoa katika msingi na mstari ambao alikuwa nao Mtume alayhi salatu wasalam. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabi, inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ahina ala kalimati at-tauhid wa amitna ala kalimati at-tauhid wa ahshurna ala kalimati at-tauhid برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.